Kristo. Tumaini letu. Naomba kwa shangwe, vifijo na nderemo tumshangilie mshangwera wetu Baba Philbert Muhasi. Father Kio hajatuambia mjadala wa vuvuzela watamaliza lini, lakini nafikiri wataendelea tu baada ya hapa. Lakini pia kwa shangwe na vifijo tena wanatunduru Masasi, mjipongeze kwa sherehe nzuri, hongereni sana. Na sisi watu wa kanda ya kusini metropolitan ya Songea tupo pia kwenye mafanikio yenu, mtupongeze pia. Ila kwa pale mliposhindwa hatutakuwepo. Naomba tumpigie makofi askofu wetu mkuu Mhashamu Dennis Damian Dalu, askofu mkuu wa Songea, ambaye alitushirikisha neno pia, na mpigie hata yale makofi ambaye ameyafanyia katazo. Mshangwera wetu Mhashamu Philbert Felician Muhasi, Mhashamu askofu mkuu Damian Dennis Dalu, askofu mkuu wa Songea, washama askofu, wapendwa mapadri, wapendwa maabate, viongozi wa mashirika ya kitawa walioko hapa, watawa wote wa kike na wa kiume, wana Tunduru Masasi, wengine waliotoka nje ya Tunduru Masasi, wageni wengine. Kwa namna ya pekee pia nitambue ndugu zetu waliotoka majimbo ya Mahenge na Ifakara, Mwakashina. Hongereni sana, hao ndio wazaa chema, hao ndio walioleta chema hapa Tunduru Masasi. Niseme matatu tu kwa haraka: pongezi, shukrani na jubilei. Pongezi kwa niaba yangu na kwa niaba ya Baraza la Maaskofu. Tuko hapa sisi maaskofu, lakini pia na ndugu zetu wengine ambao wako hapa kwa ajili ya kumpongeza Mhashamu Philbert Muhasi kwa jubilei yake ya ukasisi miaka 25. Baba Muhasi, hongera sana. Baba Muhasi alipita kwenye nyayo za mitume. Kama umesoma hicho kitabu chake cha historia, nilikuwa naangalia mwanzo, nilikuwa sijagundua. Yeye amezaliwa tarehe 30 Novemba, siku ya Mtakatifu Andrea Mtume. Akapewa upadisho katika kanisa la Andrea Mtume pale Ifakara tarehe 3 Julai. Na pia akapewa upadisho siku ya Mtakatifu Tomaso Mtume. Sijui kwa nini hakuchukua hayo majina, lakini hongera sana tangu mwanzo, manake alishaanza kupita kwenye nyayo za mitume. Tunamshukuru kuitikia huo wito mkuu na mtakatifu wa ukuhani. Kwa nini wito mkuu? Baba mhubiri, askofu mkuu, alitupitisha kwamba kanisa sasa limebarikiwa na miito mingi. Tunashukuru kwa hiyo miito na tunaendelea kukiri kwamba ni wito mtakatifu na mkuu, ambapo moja anaitwa kumtumikia Mungu. Wito wa upadre, wito wa utawa, kila siku asubuhi mtu anapoamka anapaswa kumwaza kumtumikia Mungu, sio mtu mwingine. Kwa hiyo malengo yake ni Mungu tu. Hatuna lengo la kubeza miito mingine kama wito wa ndoa. Yafahamika wazi kwamba lengo la kwanza la ndoa ni kumhudumia mwenzako wa ndoa. Kwa hiyo asubuhi ukiamka usidamkie tu kanisani, msalimie kwanza mwenzako
ndio kwenda kwa Mungu kunafuata. Lakini hawa wakidamka asubuhi ni Mungu tu, ndio wito mkuu na mtakatifu. Kwa hiyo tunakupongeza sana kwa hilo, lakini bado pia tunaendelea kuombea miito yote kuwa ni mitakatifu, na mpaka sasa miito yote imezalisha watakatifu maarufu, na pia kwamba bado tunahitaji miito hata katika familia, ndipo tunapopata wito mkuu wa upadi. Kama padri Baba Muhasi umeendelea kufanya mambo mengi, lakini nitaje mawili tu. Moja kati ya hayo, katika hilo la pongezi, siku zote umeendelea kuwafanya watu kuwa watu. Katika dunia iliyoanguka tangu mwanzo, Adamu wa kwanza alipoiangusha dunia, inahitaji juhudi na neema, pamoja na kuwa Adamu wa pili ametukomboa Kristo mwenyewe. Inahitaji juhudi na neema kubwa kwa mtu kubaki kuwa mtu. Wewe si tu umebaki mtu, lakini umeendelea kuwafanya wengine kuwa watu. Endelea watu kuwa watu, mtu kuwa mtu. Lakini sio hilo tu, pia umeendelea kuwaleta watu katika wokovu katika Kristo mwenyewe. Mtakatifu Agostino Mkuu, Agostino wa Hippo, alisali mara moja katika ujana wake, akasema, Mungu naomba unipe neema ya usafi wa moyo katika ujana wake. Lakini akamwambia Mungu, ila sio kwa sasa. Huko anasali ila anasogeza mbele zaidi, anaahirisha. Kwa hiyo hata sasa hivi bado tuna changamoto ya watu kuahirisha, ambayo alitaja pia mhubiri dhambi kwamba isubiri. Kwa hiyo padri Baba Muhasi na wengine, kazi yao bado imebaki hiyo ya kuwaongoza watu katika hilo. Wazo la pili, Mtakatifu Bernard wa Clairvaux, ambaye tumefanya sherehe yake karibuni tarehe 20, aliyeishi karne ya 11 na 12, akihubiri kuhusu juu ya Injili ya Mathayo 22 mstari wa 1 mpaka wa 14, anasema kila mara tunaalikwa kwenye harusi kama hii hapa, Ekaristi Takatifu. Tunaalikwa kwenye sakramenti, tunaalikwa kwenye mambo matakatifu, lakini kila mara unakuta nyumba haijajaa. Bwana anazidi kuwatuma watu waitwe mpaka walioko njia panda waje kuijaza. Hata wale wanaokuja bila mavazi si wengi, alionekana moja tu pale. Walao labda wakikuja wengi wangerudishwa njiani kwamba wavae vizuri. Kwa hiyo kama padri umefanya hiyo kazi la kuendelea kualika watu waingie kwenye sherehe ya Bwana, kwenye sherehe ya wokovu. Wazo la pili ni la shukrani. Tunamshukuru Mungu pamoja na wewe na nyinyi wana Tunduru Masasi, tunamshukuru Mungu pamoja na ninyi katika kumshukuru Mungu kwa ajili ya askofu wenu Baba Philbert Felician Muhasi kwa miaka hii ya utumishi katika shamba lake. Na kwa nafasi hii pia tunajua Askofu Muhasi zaidi kabla hata hajateuliwa kwa askofu, alivyokuwa huko kwao kabla na baadaye hapa. Kwa kweli kwa sasa nitaje machache ambayo ametusaidia pia katika baraza. Ametusaidia mambo mengi kama askofu. Yeye anashughulikia kwa sasa, imeandikwa hata kwenye hicho kijitabu, idara ya rasilimali watu. Yeye ndio anafanya mchanganuo wa mchakato ule wa kutafuta wataalamu ambao wanaongoza taasisi zetu kama vyuo vikuu na taasisi zingine. Hata secretariat mkono wake upo. Kwa hiyo kila mara ile kazi ngumu ni yeye anafanya na timu yake.
baadaye inaletwa tu kwa baraza kuthibitisha. Kwa hiyo baba muasi, tunakushukuru sana kwa hiyo kazi kubwa. Kama ni lawama ameteua watu wabaya, basi sasa najua mwishowe ni za kwetu zile, sasa mtupe sisi, lakini hizi zingine za chini zile ngumu anafanya yeye. Baba muasi, asante sana, tunakushukuru. Lakini pia yeye ni mwenyekiti wa bodi ya seminari yetu kuu ya Peramiho, kule wanakolelewa vijana wetu, ambapo wanaandaliwa kuwa mapadi. Mpaka sasa anafanya kazi nzuri na tunamshukuru sana. Ni mwenyekiti pia wa kamati ya fedha ya chuo kikuu kikatoliki cha Mbeya. Nimemwona profesa pale ametulia, sijui ataiwakilisha. Profesa, nimekuona. Tumsifu Yesu Kristo. Na basi yeye yuko kwenye bodi ile, ni moja ya chuo kikuu ambacho ina wanafunzi wengi kwa sasa hapa Tanzania, walau kwa zile vyuo vikuu vya baraza TEC. Lakini yeye pia yuko kwenye mwenyekiti wa kamati ya fedha, lakini pia yuko kwenye hiyo bodi. Labda hayo machache, lakini lingine la siri pia nafikiri wazee wataniruhusu pia. Askofu Muasi hapa aliponea almanusra awe mwenyekiti wa MESEA pia. Alikuwa mgombea pale maarufu pale, aliyemsindikiza. Basi baadaye kwa unyenyekevu wake alimpisha askofu mkuu wa Mbeya. Baba Muasi, tunakushukuru kwa unyenyekevu wako pia. Lakini baba Muasi pia anafanya kazi ngumu sana, ambayo nafikiri hakuna mwingine angeipenda. Kazi yake pia kila mara ni kukumbusha maaskofu utaratibu. Unajua mkisha kuwa wengi kuna mambo ya kuweka vizuri. Kwa hiyo mara nyingi ndio anasema kesho asubuhi kuamka saa ngapi, sala ya asubuhi saa ngapi, kesho mnatakiwa mvaaje, mvae suketo. Sijui kama mnajua suketo nyinyi. Hiyo ni kazi yake, na sidhani kama kuna askofu mwingine atapenda ile kazi, na ndio maana atafanya hiyo kazi mpaka astaafu. Baba Msasi, tunakushukuru pia kwa hiyo, kwa uvumilivu wako na kwa juhudi yako hiyo. Katika jubilei ya Wayahudi tunasoma Kumbukumbu la Torati sura ya 15 mstari wa 13 na ile kitabu cha Walawi sura ya 25 mstari wa 3 na wa 10 mpaka 17. Wanasema katika mwaka wa jubilei, ingawa wao wanataja miaka 50, 25 inafuata katika mstari ule, ardhi ipumzike, watumwa wasamehewe na madeni yafutwe. Kwa hiyo baba Muasi akiamua kufuta madeni ni juu yake, pia ila asiaguse yale ya kuo, mnafikiri hawatamruhusu, wala ya taasisi zingine. La mwisho, jubilei kwa kweli tunampongeza na kumwombea. Tunajua jubilei sio ushindi. Nisome tu sehemu ya utenzi wa wachungaji, utenzi wa pili wa wachungaji watakatifu, wachungaji jioni ya pili, sehemu tu ili baba Muasi alenge kule kama mchungaji. Siku moja tuwe na mtakatifu Muasi kutoka Tunduru. Wakati huo hija hapa itakauka. Hata haya mambo ya ujenzi wa kanisa kuu yatafanyika yenyewe tu. Kwa hiyo kanon wa kanisa kuu siogope, ingawa mchango tutakupa, utukumbushe tu. Katika hii sehemu tunasoma, wakati tunazidi kumwombea, ile sehemu inasomeka ifuatavyo: uwe hawa ni akina nani?
ambao wamevaa mavazi ya mwana kondoo. Hawa ni akina nani? Watokeza kama nyota, wanasimama mbele ya kiti cha Mungu, kwa sauti wanamsifu mfalme wao wa mbingu. Hao ndio walioshindania hadhi ya Mwokozi wao. Kwa muda mrefu walishindana kwa nguvu mpaka mwisho, bila kufuata mkumbo wa watu watenda dhambi. Waliendeleza mapambano kwa ufundi. Wamepata ushindi kwa njia ya mwana kondoo. Mhubiri alitaja njia ya Kristo. Wamepata ushindi kwa njia ya mwana kondoo. Hawa makasisi wenu wakikaa macho wakingoja, huyu kasisi wenu akikaa macho wakingoja, sasa ni mwenye heri mbele ya uso wa Mungu mahali patakatifu. Siku moja isomeke hivyo na watu wanasimama wanang'ara. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.